Kuna hii hadithi ya mwanaume mmoja ambaye mara ya kwanza alifanikiwa kumuoa mwanadada Sibo, lakini baada ya mke wake kushindwa kushika ujauzito, mwanamke yule akamshawishi mchizi aende akafunge ndoa na mdogo wake. Nimali akafuata ushauri ambao alikuwa akapatiwa na mkewe pamoja pia na mama yake, na kweli vurugu ya ndugu hawa wawili bwana ilikuwa ni kubwa sana ndani ya familia, mpaka ikampelekea mchizi kuwa kichaa. Na kama kutazama namba moja, basi angalia linki hapo upande wa juu uende ukatazame namba moja, na hii ni namba 2 yake. Sasa umama bwana pamoja pia na mwanae Nimali bwana, ndani ya familia kulikuwa kuna mishemishe nyingi sana. Mishemishe hizi zilikuwa zinasababishwa na hawa ndugu wawili ambao walikuwa ni bimdada Kirani pamoja na dada yake aliyekuwa anatambulika kwa jina la Sibo. Hawa ndugu wawili kwa sasa kila mmoja ndani ya hiki kijiji alikuwa anajidai ana cheo chake binafsi. Kirani yeye alikuwa anaenda kuangalia filamu kisha anakuja kuwakusanya wananchi na kuanza kuwasimulia. Wengi sana walikuwa wanamwamini, lakini pia walikuwa wanapenda sana stori zake. Kwa upande wa bimdada Sibo, yeye bwana alikuwa anajidai kasoma sheria wakati hata shule yenyewe ilimshinda. Yaani kwa sasa wazee wengi sana ndani ya hili eneo maamuzi alikuwa yatolewi pasina Sibo kuwepo. Hata kama mtu kafanya tukio la design gani, basi Sibo alikuwa anahitajika ili aweze kutoa maamuzi ya mwisho. Licha haya mambo yote kutendeka nyumbani, ugomvi ulikuwa hauishi baina ya watu hawa wawili. Bwana, vurugu ikapelekea mpaka mume kuweza kuchanganyikiwa, na leo baada ya kupeleka hospitalini, daktari anawashauri, anawaeleza kwamba huyu jamaa inabidi apate likizo ya kuondoka nyumbani aende akapate mapumziko sehemu ya mbali na hawa wake zake wawili. Kwa hali hiyo huenda akamsaidia akili yake kakaa sawasawa. Sibo bwana na Kirani badala wao waweze kutekeleza maamuzi ya daktari, bali wao wakaamua kutafuta gari kisha wakaenda kulabata sehemu ya mbali sana. Upande wa nyuma wakamwacha mama pamoja na kijana wake. Bimkubwa akaona inabidi aweze kumsaidia mwanaye, akamchukua na kumpeleka katika hospitali moja ya vichaa. Baada ya kumfikisha, daktari anamweleza bwana, huyu kijana inabidi umwache hapa kwa muda wa miezi kadhaa. Na ni kweli bimkubwa, kipindi ambacho alikuwa anahitaji kuondoka, mchizi akafanikiwa kumwona bwana dada mmoja ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Monica. Huyu bimdada bwana ni mtu ambaye anatokea katika nchi ya Italy, lakini anadai ya kwamba wazazi wake hususan baba yake ni mtu ambaye alikuwa katokea katika jamii ya Punjabi, hivyo alikuwa anakipiga vizuri sana Kipanjabi. Na Nimali kwa kuwa alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana totos, hivyo ukaribu baina yake pamoja huyu mwanadada ukawa ni mkubwa sana. Japokuwa bimdada kwa mwanzoni alikuwa anaona ya kwamba huyu ni kama tu mshikaji wake, yani hana intention yoyote ya kuwa naye kwenye mahusiano. Upande wa mchizi, yeye alikuwa anaona ni sehemu ambapo inapotezea mawazo aliyokuwa kasababishiwa na wake zake wawili. Miezi 6 baada ya kupita, leo mchizi anarudi nyumbani akiwa kaongozana na totos. Kila mwanakijiji hususan watoto wa kiume wakawa wanamfuata kwa nyuma kwenda kumwangalia huyu totos. Bwana, kuna wengine mpaka wakauacha msiba. Bwana, mwacheni huyo jamaa, mwendo alishaumaliza, sisi tuendeni tukamwone mzungu. Kila mwanakijiji bwana akawa anahitaji kumsalimia Nima, lakini pia hususan kukumbatiwa na bimdada Monica. Mwanakijiji mmoja anasema, nyinyi kweli ni washamba, hata kumkumbatia mzungu mnashindwa, hebu ngoja mimi kwanza niwaonyeshe mfano. Basi wanakijiji kipindi ambacho alikuwa anafurahia ili jasho la mzungu bwana, hawa ndugu wawili ambao walikuwa ni wake halali wa mtaalamu wetu Nima wanafika hapa na kuharibu soo lote. Wanakijiji baada ya kujichenga bwana, hawa ndugu wawili wakaanza kucheza wakifurahia sana, lakini mchizi akawatimua. Mama anampongeza sana kijana wake, anamweleza, kwa sasa nina furaha sana baada ya wewe mwanangu kupata tulizo la moyo kutoka kwa mzungu. Ninakushauri ukae mbali kabisa na hawa ndugu wawili bwana. Upande wa pili, ndugu hawa wawili sasa wakawa wanapanga mipango. Je, mume wao atakuwa kapona ukichaa ama atakuwa anawaigizia? Lakini pia huyu mzungu ambaye kaja, je, mwamba kashafunga naye ndoa? Na kama ni kweli amefunga naye ndoa, vipi kuhusu mashamba ambayo wao walikuwa wanamiliki? Je, itabidi waweze kugawana ama wafanye nini ili waweze kumtimua mzungu? Wakati wa asubuhi ikabidi waanze kumuuliza mama mkwe wao, je bwana, inakuwaje, huyu mzungu ni lini ataondoka ndani ya hili eneo? Lakini mama mkwe kwa sasa bwana, hata kamera ambayo mzungu alikuwa anaimiliki yeye ndio alikuwa akapatiwa zawadi. Mchakato kipindi ambacho alikuwa inaendelea, wanakijiji wanafika hapa. Mmoja kati ya mwanakijiji anasema, bwana, nimekuja kumsalimia Nimal pamoja na mzungu wake. Mimi siku ya jana sikuwepo, lakini pia sikufanikiwa kabisa kupata jasho la mzungu. Mama anawaeleza, nyinyi subirini tu, jamaa kaenda kuoga. Si unajua tena jamaa anaogopa kuoga peke yake. Ghafla anamuona mchizi anatoka upande wa ndani akikimbizana na mzungu huku akiwa kavalia boxer. Kila mwanakijiji bwana akawa na imajinia kama ndio yeye alikuwa anakimbizana na mzungu. Hasa wanakijiji badala wamuulize Sibo ambaye ndio alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anatoa maamuzi ya mwisho leo, wakamfuata mzungu na kumweleza kesi ambayo ilikuwa imewaleta ndani ya hili eneo na kumwambia aweze kutoa maamuzi ambayo atakuwa ni sahihi. Sibo pamoja na Kirani kikitu kikawa kera sana, yani wakabaki wanajiuliza maswali mengi. Hali itakuwaje? Huyu mzungu anaenda kuwachukulia mume wao.
Ndugu wawili ikabidi elekea kwenye kioo, akaona sisi kwani tuna ubaya gani, lakini baada ya kujiangalia wakagundua kwa sasa wamekuwa ni vibonge. Mdogo mtu akaanza kumlaumu dada, anasema wewe ndio umeniletea majanga kwenye maisha yangu baada ya kunishawishi kuolewa na shemeji, lakini dada mtu naye anamweleza mdogo wake yeye ndio akamletea maswaibu makubwa sana kwenye familia yake baada ya yeye kuolewa tu na kujaribu kumchukua mwanaume wake na kuwa kwake. Kamzozo baina ya hawa ndugu wawili mwisho wa siku akatoa maamuzi ya kwamba mtu ambaye amekuja kuharibu maisha yao ni bimdada Monica. Wanamfuata mama mkwe, wanajaribu kumweleza bwana juu ya tabia za huyo mzungu. Kwanza nguo zenyewe ambazo alikuwa anavaa sio kabisa nguo za kitamaduni. Wanamweleza mama, ongea na kijana wako aweze kumfukuza huyu binti, kwani mwisho wa siku huenda akaharibu taswira ya familia. Kwa mwanzoni wakaona kama vile mama alikuwa anamkandia sana kunguni yule mzungu, lakini baada tu ya mzungu kutoka pamoja na Nimal, mama anainuka anasema, basi vijana wangu tuendeni tuwai filamu, kwani endapo tukichelewa haiwezi kanoga kabisa filamu, inabidi uanzie mwanzoni. Mtu na ndugu yake wakabaki na huzuni. Wao kwa sasa maskani yao, lakini pia sehemu ya kwenda kutuliza mawazo ilikuwa ni shambani. Kama unavyoelewa, ndani ya hili eneo kilimo ndio kila kitu, hivyo hawa mabinti wawili walikuwa wanayatunza sana haya mashamba ili mtu yoyote asije akawanyang'anya. Hawa mabinti wawili bwana, leo wakati wa usiku akaona hebu ngoja kwanza tumtege huyu jamaa kwanza, toka arudi ni miezi 6 sasa imefika, wala hajawahi kutugusa hata siku moja. Yeye kila siku kobize tu na mzungu. Kipindi ambacho mchizi alikuwa anapita wakati wa jioni, kila mwanadada akaamua kuweka pozi la mitego. Hasa kibaya zaidi ya bwana, nguo ambazo alikuwa amevaa zilikuwa zinawastiri kuanzia juu mpaka chini. Mchizi akawatazama kisha akawapotezea, akaenda zake kwa mzungu. Leo mama anamfuata kijana wake na kumweleza, sasa mwanangu, kwa nini usimfanye huyu mzungu akawa mkeo kabisa? Kwanza ukizingatia hawa wake zako wawili walikufanya mpaka ukachanganyikiwa. Mimi na imani kabisa huyu mzungu endapo kifunga naye ndoa, basi ndoa yenu itadumu. Si unajua tena wazungu huwa na mapenzi ya kweli tofauti na watu wengine. Mchizi anasema, bwana, huyu mtu mwenyewe anatambua ya kwamba mimi ni rafiki yake tu wa kawaida. Sasa itakuwaje? Lakini pia nitafanya vipi ili niweze kumshawishi anipende? Mama anasema, hiyo kazi wewe niachie mimi, sisi wanawake huwa tunafahamiana wenyewe. Nitakupatia njia ambazo zitafanya mpaka yeye azame penzini mwenyewe na mwisho wa siku akubali kuolewa na wewe. Mchizi baada ya kufanya kila hatua ambayo alikuwa akapatiwa na mama yake, mwisho wa siku anaenda kumweleza hisia zake mwanadada Monica. Mzungu hakuwa na baya lolote, bali akakubali tu penzi la mchizi. Leo baada ya kurudi nyumbani, anakuta mwanadada mkononi kashika mguu wa farasi akiwa anaonyosha nyosha. Hakika kila mmoja akaogopa, lakini mama akasema, hebu ngoja kwanza mimi nikazungumze naye. Mama anaeleza, sasa nyinyi mabinti zangu, hebu nisikilizeni kwanza huu ushauri ambao ninakwenda kuwapatia. Huyu bimdada Monica kwanza nyumbani kwao ni bonge moja la fogo, wana bonge moja la jumba Italia, lakini pia yeye pamoja na Nimali wana mpango wa kuondoka ndani ya hili eneo, wala hawahitaji mashamba yenu. Huyu mzungu wa watu katokea tu kumpenda Nimali, lakini pia yeye ndio kasababisha mpaka mchizi kuweza kupona ukichaa. Mama anawaambia mwacheni Nimali pamoja na Monica wafunge ndoa kisha waondoke waelekee Italy ili sisi tuweze kubaki na mashamba yote ambayo Nimali alikuwa anamiliki. Masista leo kipindi ambacho alikuwa anaandaa masotojo, bado alikuwa anaendelea kuchakata ushauri ambao alikuwa amepewa na mama mkwe, huku upande wa pili Nimali alikuwa anaendelea kucheza na mzungu wake kwenye bembea, huku upande wake wa pembeni akiwepo mama yake. Bi mkubwa alikuwa na support tu mwanae jinsi ambavyo alikuwa anaendelea kukichakaza, lakini huku upande wa dada pamoja na mdogo wake Sibu anasema labda tu tufanye kama jinsi ambavyo bi mkubwa alikuwa akatushauri. Kwanza kabisa ukizingatia mchizi kwa sasa ni kichaa, lakini pia endapo akiondoka akielekea Italy pamoja na huyu mwanadada, sisi tutabaki na watoto 4 pamoja na ekali 50 ambazo yeye alikuwa anamiliki. Kwa namna moja ama nyingine, hawa ndugu wawili ushauri kidogo akaona hebu kwanza kabla tujafanya maamuzi ujithibitishe kama huyu jamaa kweli ni kichaa. Wanamchukua na mweleze, bwana, huyu ng'ombe huwa anatusumbua sana, kila ambapo huwa tukipita basi huwa anatupigia makelele, lakini pia kuna muda mwingine huwa anahitaji kutukimbiza. Hivyo leo tunahitaji umnyooshe. Swala ilikuwa ni kwamba endapo jamaa akienda kumshika mapembe huyo ng'ombe, basi wao wataamini ya kwamba mchizi alikuwa ni kichaa. Nimali baada ya kutafakari, je, aende akamshike huyu ng'ombe mapembe ama aendelee kubaki na hawa wake zake wawili? Mchizi anamshika ng'ombe mapembe, hawa ndugu wawili wanaamini moja kwa moja mume wao bado ni kichaa. Wadada wawili wakamfuata Monica na kumweleza, sisi tunakupatia mume wetu, lakini nawe usije kabisa ukaleta shobo kwenye mashamba, kwani tunaamini huyu jamaa ni kichaa. Monica akakubali, lakini pia wakamfuata mume wao na kumweleza wao wamekubali aweze kufunga ndoa na bimdada Monica, lakini kwa upande mwingine wakawa wanajidai kama vile alikuwa anahuzunika sana. Mume akawa haelewi, lakini ukweli wa mambo, mchizi alikuwa sio kichaa, bali tu alikuwa anajidai kwamba ni kichaa
ili mradi aweze kuendana na wake zake, kwani hii ngoma ya Sibo pamoja na Kirani tayari ilikuwa imemshinda. Ndoa inapita baina ya Monica pamoja na mshikaji. Bwana, leo Pasta anasema bwana, hebu piganeni mabusu kabla ya mambo yote kuweza kuendelea. Lakini daktari ambaye alikuwa anamtibia mtaalamu wetu Nimal anamweleza Kirani pamoja na Sibo ya kwamba huyu jamaa mbona sio kichaa, alishapona miezi 6 iliyopita. Wadada wakamaindi sana, lakini pia mama mkwe akawa anasikia hizi vagi, ikabidi amchukue huyu jamaa na kumweleza hakika wewe daktari haufai kabisa, mbona umekuja kuharibu mipango yangu. Lakini pia hawa madada wawili wakavuruga kabisa hii sakata la mchizi kuweza kumpiga busu mzungu. Mama mkwe pia pamoja na majirani wakaamua kulala kwenye ngazi ambayo ilikuwa inaelekea kwenye chumba cha mtaalamu wetu Nimal pamoja na mzungu. Hawa madada wawili wakaona haiwezekani, leo hatuwezi tukamwacha mchizi aweze kumpiga mzungu wakati sisi wala hajatugusa, miezi 6 imepita. Wakachukua ngazi wakaenda kupanda kwenye ukuta wa nyuma, hatimaye akatokea paka ndani kwenye chumba cha mchizi pamoja na mzungu, akaharibu kabisa siku hii ya leo. Mama wakati wa asubuhi anakuja kushangaa mwanaye, kumbe alikuwa kalala na ngoma zote 3. Sibo pamoja na mdogo wake leo anamfuata mchizi mmoja hapa kijijini na kumpatia kazi na kwenda kumpigisha gambe mchizi wetu, lakini pia kumrekodi mpaka aweze kukiri ya kwamba yeye sio kichaa bali tu anaigiza. Mwamba anaifanya hii kazi. Leo mzungu alikuwa na wasiwasi sana, kipindi ambacho alikuwa anamsubiri mume wake, anaona mbona sio kawaida kabisa. Mwamba anarudi akiwa yuko tilalila. Hii kampelekea yeye pamoja na mzungu kuweza kugombana. Madada wawili wakaona hii ndio fursa ya kuanza kumshawishi mume wao ili aweze kuwarudia, lakini hiki kampelekea mzungu kuweza kutambua ya kwamba kitu hiki kimeweza kusababishwa na hawa madada wawili na hii wala sio tabia ya mume wake. Kipindi ambacho mchizi alikuwa anang'ang'ania kuelekea upande wa juu kwa mzungu wake, Kirani anaichukua chupa ya gambe na kujipiga nayo kichwani. Bwana, hii ikawa ni vagi nzito, ikawapelekea mpaka kuitwa kwenye baraza la wazee wa kijiji. Lengo ni kuweza kueleza ni kwa nini kwenye hii nyumba kila siku kuna kamzozo. Je, ni nani ambaye ni mgomvi ambaye anasababisha watu wote kukosa amani ndani ya nyumba? Wake wanasema huyu jamaa anatuchezea mchezo wa kuigiza, kwani yeye sio kichaa bali anafanya hivyo ili tukuweza kutukwepa. Mtu ambaye alikuwa amemtuma aweze kukusanya ushahidi baada ya kuiwasha redio bwana ikaanza kupiga mziki, kumbe Nimal alikuwa akashtukia ile dili na akaamua kuizima rekodi. Madada pamoja na mchizi wakaibika sana. Hatimaye baraza inauliza Nimal, unahitaji tuweze kufanya nini? Mchizi anasema yeye anahitaji tu kuweza kupata mazingira ya amani ili aweze kupona. Baraza wanasema wewe dada pamoja na mdogo wako inabidi muondoke nyumbani kwa muda wa siku kadhaa. Wanaondoka, lakini wao kwa wao kamzozo bado kalikuwa kanaendelea. Kirani anamweleza dada yake yeye ndio chanzo mpaka ameingia kwenye ndoa ambayo ni ngumu, lakini pia kwa bimdada Sibo naye pia analalamika sana. Anamweleza mdogo wake ya kwamba yeye ndio chanzo mpaka mume wake kwenda kuongeza mke wa 3. Safari inawapeleka mpaka kwa kibonge moja. Kibonge anaeleza kwamba nyinyi tatizo lenu mnakula sana, hebu kuanzia siku hii ya leo acheni kula vizuri, lakini pia hizi kukukuku mwe mnanipa mimi, itawasaidia mfanye mazoezi mpaka mpungue. Msiniangalie mimi sijaamua tu kufanya mazoezi na kupunguza uzito. Kibonge bwana alikuwa anajisifia sana na hatimaye akaanza kuwafanyisha mazoezi, yani anawaamsha asubuhi anawafanyisha mazoezi, lakini pia vyakula ambavyo alikuwa anawapa vilikuwa havina afya yoyote, yani vilikuwa ni vyakula ambavyo vibaya. Mwisho wa siku Sibo pamoja na mdogo wake uzito ukapungua. Leo anarudi nyumbani, anafika anakutana na vagi la hatari, yani huyu mzungu alikuwa anawaletea noma mama pamoja na kijana wake. Maneno alikuwa ni mengi sana, lakini pia alikuwa anawatukana katika lugha yao wao pasina kuweza kutambua. Mchizi baada ya kuwaona hawa madada wawili anasema, jamani wapendwa wangu, bora hata mmefika. Hakika huyu mwanamke sio mzuri kabisa. Jamani, nilikuwa nimewamisi sana, njaa haimpendezi mtu, sijala kwa muda wa siku kadhaa. Jamani, naweza nikapata chochote cha kutafuna? Madada wanampatia sotojo. Mchizi anaanza kumkangia sana kunguni. Yule mwanadada anasema kwanza bimdada mwenyewe hata hajui kupika, yani kila siku alikuwa ananilisha tambi, tena tambi zenyewe pamoja na kachumbali na pilipili. Jamani, hebu niangalieni, hata uzito wenyewe umepungua, yani sitaji hata kumwona yule mwanamke ni shetani. Hebu kwanza mke mdogo nenda akaniletee maji ya kunywa. Monica anatoka anamwita, we baba njoo huku juu. Haya anakuja. Bwana mwanadada Sibo akaamua kumnyang'anya mume wake chakula na kumweleza nenda ukale kwa huyo mzungu wako, lakini pia baada ya kuelekea kwa bimdada Kirani naye pia anamwaga maji na kumweleza nenda akanywe maji kwa huyo mzungu wako. Mama anasema hakika mwanangu, mbona tunateseka sana, yani una wake 3 lakini pia hata chakula chenyewe kupata hatuwezi. Jamani, hii mbona ni hatari, hawa wanawake wamepata wapi mafunzo?
Watatua na njaa mwanangu, hebu angalia cha kufanya ili tuweze kusurvive. Nimal akawa anawatetea sana wake zake, anasema mama, wewe wala hautambui kabisa mioyo ya wanawake. Hemtazama kama hawa wake zangu wawili wameenda kupunguza uzito, hii yote tu kwa sababu yangu. Leo anamfuata Sibo na kuanza kumsifia sana, huku akiwa anamsaidia kunguni yule Monica pamoja pia na bimdada Kiran. Mwamba kasaga sana kunguni, lakini upande wa nyuma Kiran akatokea na kuanza kumpigia makofi. Anasema hakika wewe mwanaume kweli haufai kabisa. Anaondoka kwa hasira, mchizi anamfuata kwa nyuma. Anafika huku tena anaanza kumsifia sana mwanadada Kiran, huku akiwa anamsaidia kunguni Sibo pamoja na Monica. Unajua yule dada yako Sibo huenda akawa ni mchawi yule. Yaani mimi nilikuwa nakuja kwenye chumba chako, lakini nikashangaa tu nimeingia kwenye chumba chake. Yule bimdada hakika mimi simuelewi kabisa, lakini pia hata moyoni mwangu hayumo. Kiran naye akaanza kumsagia kunguni dada yake, anasema hakika hata mimi mwenyewe kwanza huwa ananishawishi kufanya mambo mabaya. Yaani yule dada yangu kila baya ambalo linatokea humu ndani yeye ndio huwa mastermind. Chizi anasema bwana, hebu sikia hii kwanza, yule mzungu wangu mama yake aliolewa mke wa tatu, lakini pia alinieleza nimpatie mashamba yote ekari 50 ambazo ninamiliki, lakini mimi sitaweza kufanya hivyo hata kidogo. Mzungu anapiga makofi, anasema hakika wewe ni mjinga kweli kweli bwana. Jamaa kwa sasa tayari akawa kaisha gombana na wake zake wote watatu, kila mmoja akawa kamnunia. Mama anamueleza hakika mwanangu, wewe una bahati mbaya sana. Mara ya kwanza ulipata ukichaa, lakini kwa sasa tujiandae tu na mazishi, maana kinachoenda kutokea ni balaa zaidi. Jamaa akasema usinitanie, mimi siwezi nikashindwa na akili ya wake hawa watatu. Leo akaweka kikao pamoja na mama yake akiwepo kama ni shahidi, lakini hiki kikao hakikuweza hata kufika mwishoni, kwani kila mwanamke alikuwa anainuka na kutoa maneno machafu, tena wengine walikuwa pia wanamwambia maneno machafu mama yake. Mchizi sasa bwana akawa haelewi, je akae upande wa mama au akae upande wa mwanamke. Vagi likawa ni kubwa sana. Mwisho wa siku kikao kikavunjika, kila mmoja akapita upande wake. Ugomvi bwana haukuishia hapo, kwani pia hawa mabinti watatu bwana wakaamua kuweza kuanunia hawa mama pamoja na kijana wake. Yaani kwa sasa ilikuwa kila mmoja anapika diko lake. Mama pamoja na mtoto walikuwa wanakula hewa. Mama akasema hakika mwanangu hawezi akalala na njaa, akaelekea kwa majirani akapiga mastori mawili matatu. Mwisho wa siku bi mkubwa akaondoka na sotoja akampelekea mwanae na kumweleza hatuwezi kabisa tukafa njaa hapa kijijini, ungali mimi mama yako nikiwa bado nipo hai. Nimal pamoja na mama yake leo anaamua kurudi nyumbani. Baada ya kufika akakutana na Vagi lisilokuwa la kawaida, lakini pia Mwamba akaona kama noma na iwe noma, akawachukua wake zake watatu na kuondoka nao. Mwamba anasema kila mmoja inabidi arudi nyumbani kwao, kwa sasa ninahitaji niweze kutuliza akili. Anaenda kuwapandisha basi. Mwamba anarudi, maisha mapya anaanza baina yake pamoja na mama, lakini maisha haya yalikuwa ni magumu sana kwa sababu watu hawa walikuwa hawajazoea kabisa kuingia jikoni. Chizi kila ambavyo alikuwa akimenya kitunguu, machozi tu alikuwa anamtiririka. Si unajua tena moshi ulikuwa ni mkubwa, na Mwamba mwenyewe mtoto akishua huyu bwana mboga mayai jikoni, wala alikuwa ajui anapika nini. Mwanangu Nima alikuwa sasa ninaona ni bora tu kampigia simu hata mmoja kati ya mke wako, kwani nakuona una huzuni sana. Kama wewe pamoja na mimi tuna huzuni kama hivi, je hawa mabinti hawatakuwa na huzuni kweli? Jamaa anasema bwana waache kwanza wajifunze tabia, lakini mama hakuamua kukaa kimya. Leo analeta bonge moja la pisikali, akawa anamshawishi huyu mwanadada akubali kufunga ndoa na Nimal. Huyu mama huyu ni hatari sana, yaani yeye anafurahia tu mwana akiendelea kukichafua. Binti kabla hajatoa jibu, familia ya Kirani pamoja na bimdada Sibo anafika hapa, kila mmoja akiwa kashika mtutu. Vagi ilikuwa ni kubwa sana, anasema bwana ndani ya hili eneo hatuondoki mpaka mabinti zetu apate uhakika wa kuishi hapa. Yaani tunahitaji tutambue kama ndoa ipo ama haipo, na sisi tutakaa hapa kwa muda wa siku 6. Jamaa ikabidi tu awe mpole, akasema basi jamani, ninaombeni nielekee msalani. Baba huyu jamaa usimwachie bwana, mimi toka nikaa naye hakuwahi kwenda msalani masaa kama haya, nina uhakika akiondoka harudi. Baba pamoja na mke wake kabidi wamsindikize mchizi. Baada ya kurudi, mama anaanza kutema cheche, anasema ya kwamba bwana huyu jamaa inabidi aelekee hospitalini kwa sababu mkojo aliokojoa ni wa njano. Hii inaashiria kabisa ya kwamba ni mgonjwa. Kamzozo kakiwa kanaendelea ndani ya hili eneo. Familia bimdada Monica nao wanafika, kila mmoja akiwa kashika mguu wa kuku. Leo kama noma na iwe noma, dada anasema naye kaja kumchukua mme wake. Kikao cha wanakijiji kinakaa chini juu ya kuweza kutoa maamuzi ya mara ya mwisho. Mama anaulizwa je, tufanye nini juu ya haka kamzozo, lakini mama anasema ya kwamba chochote ambacho nyinyi mtazungumza basi mimi nitakuwa sawasawa kukifuata. Hao na kijiji wanasema ya kwamba basi kwa mwanamke yoyote kati yenu nyinyi watatu ambaye ataweza kulitamka jina la mume wake, basi huyo ndo atakuwa mke halali. Bwana kila mwanamke alikuwa anashindwa kutaja jina la mumewe, yani kila mtu alikuwa anataja AKA. Lakini pia hata mama naye alipoulizwa je, jina la mwanao ni nani, naye pia alichemka, anasema jamani mimi nimesahau
Au kwanza pia ukiangalia mimi ni mzee, nitakumbukaje jina la mwanangu, tena jina zimazima pamoja na la baba yake? Baraza la kijiji wakaona hii kweli ni kali sana, lakini pia wao kama wao, baada ya kukaa chini na kufanya maamuzi, wanasema kwamba sasa hapa inabidi tuweze kuamua kiume. Upande mmoja itabidi waondoke pamoja na mtaalamu wetu Nimal, lakini pia upande mwingine itabidi waondoke na mali zote. Mchakato ukawa kama hivi: bimdada Kirani pamoja na dada yake Sibo wakakabidhiwa mali zote ambazo Nimal alikuwa anamiliki, lakini pia bimdada Monica yeye akaelezwa atakuwa ni mke halali wa mtaalamu wetu Nimal, hivyo bimdada akaondoka na mwamba. Sibo pamoja na mdogo wake wakaona apotelea mbali. Kwanza mume mwenyewe alikuwa anamuona kama ni kichaa, lakini pia wao kwa sasa walikuwa wanathamini watoto wao pamoja na mali ambazo zilikuwepo. Hivyo mwamba baada ya mwaka mmoja kupita, kwa sasa alikuwa tayari ameshapata mtoto baina yake pamoja na bimdada Monica. Anapigiwa simu, bwana, wake zako huku hakika wamekuwa ni vichaa, yani hawashikiki. Ugomvi unaendelea kila itwapo leo. Mchizi anaamua kurudi tena Punjabi, anaamua kupiga picha pamoja na hawa wake zake bila kusahau watoto wake wanne. Mimi najiuliza, hivi ni kwa nini jamaa akashindwa kuwameneji hawa wanawake watatu? Ama huenda hawa madada wawili wakawa na shida? Au wadau, nyinyi mnasemaje bwana? Hapa ndo nafika mwisho hadithi yetu, lakini kama umeipenda video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kwa mwanafamilia wa kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.